miaka 64 mwaka huu ya uhuru, tuko hapa walikotufikisha. Hata reli aliyotujengea Mchina akatukabidhi miaka 50 iliyopita, mwaka 75, Tazara imekabidhiwa na Wachina kwa Nyerere. Miaka 50 baadaye wametapanya kila kitu. Sasa wanamrudishia Mchina, wanaambia hebu wewe iendeshe. Miaka 50 ya utapanyaji. Sasa hawawezi wakatubadilishia maisha yetu. Kwa hiyo kitu muhimu, tuzungumze namna ya kuwaondoa madarakani. Kilicho muhimu ni kuzungumza namna ya kuwaondoa madarakani. Janga la taifa hili janga la taifa, tuzungumze namna ya kuliondoa madarakani. Sasa kwa dunia ya leo, sizungumzia zamani, nazungumzia kwa dunia ya leo. Kwa dunia ya leo, ukitaka kuondoa janga la aina hii, huchukui silaha kwenda porini kupambana kuliondoa janga madarakani. Zamani ilikuwa inawezekana. Ndio maana walichofanya Msumbiji na Zimbabwe na kwingineko. Miaka hii, utaratibu unaokubaliwa na dunia wa kuondoa majanga ni utaratibu wa uchaguzi. Ni utaratibu wa nini? Ni utaratibu wa uchaguzi. Hatuwezi tukachukua silaha tukaenda porini kufanya vita ya kuiondoa CCM madarakani. Huo utaratibu dunia haiukubali tena. Utaratibu unaokubaliwa ni utaratibu wa uchaguzi. Utaratibu unaojulikana na kukubaliwa na dunia ni utaratibu wa chaguzi huru, za haki na zinazokubalika na wananchi. Kwa hiyo lazima tuzungumze namna ya kuiondoa CCM madarakani, namna ya kuondoa hili janga madarakani kwa kutumia uchaguzi. Kwa kutumia hiyo njia inayokubalika na dunia ya leo. Sasa swali langu kwenu wananchi wa Mbeya ni hili. Kwenu nyie, mnafikiri kwa utaratibu wetu wa kufanya chaguzi, kwa utaratibu wetu wa kuendesha chaguzi, niwaulize, tupate majawabu ya kweli ya Mungu, kwa utaratibu huu uliopo wa uchaguzi wa nchi hii, inawezekana kuiondoa CCM madarakani? Kwa utaratibu huu wa uchaguzi huu. Sasa asante. Kuna watu wanasema inawezekana. Nimesikia wanasema hivyo. Sasa nawashukuru. Nataka nionyeshe kwa nini haiwezekani. Nataka niwathibitishie wananchi wa Mbeya kwamba tusipobadili utaratibu wa uchaguzi, hatakaa tupate chochote kwenye hizi chaguzi za CCM. Hatutakaa tuache kudanganyana. Iko hivi ndugu zangu. Kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Kuna kipindi tulikuwa tunashinda. Na nyie wananchi wa Mbeya mnafahamu ukweli huu kwamba kuna kipindi
tulikuwa tunashinda. Sasa nisikilizeni wananchi wa Mbeya. Mwaka 2014 tulifanya uchaguzi wa mitaa na wa vijiji, au sio? Tulifanya uchaguzi. Miaka takriban 10 iliyopita tulifanya uchaguzi wa mitaa na vijiji nchi nzima. Na sisi wa Mbeya tulifanya uchaguzi huo. Sasa takwimu za huo uchaguzi wa mwaka 2014 wa mitaa na vijiji kwa Mbeya zinasemaje? Nataka tuanzie hapa. Hizi takwimu zinasema kwenye hili jiji lenu la Mbeya, jiji la Mbeya, kulikuwa na mitaa mwaka 2014 kulikuwa na mitaa 181. Na nimeambiwa leo mitaa ya Mbeya bado ni 181. Sasa mwaka 2014 kwenye uchaguzi wa mitaa hapa Mbeya mjini, sisi wa Chadema tulishinda mitaa 71. Mitaa 71 kati ya mitaa 181. Asilimia takriban 40 ya mitaa yote ya Mbeya ilikuwa na wenye viti wa Chadema. CCM walitupita. Nasema takwimu zilivyo. CCM ilipata mitaa 106. Ukijumlisha 71 na mitaa 106 ya CCM ni mitaa 177. Mitaa 4 ilikwenda NCCR. Kwa CCM walishinda mitaa mingi kwa takwimu zao. Mnanifahamu? Lakini kumbuka kwamba tulikuwa na mitaa 71 ya Chadema Mbeya mjini. Hesabu miaka 10 baadaye mwaka jana. Miaka 10 baadaye mwaka jana, kitu gani kimetokea? Kwenye mitaa 181 sisi wa Chadema tumepata 0. Na CCM wamepata mitaa yote 181. Mnanipata? Naelewa. Kwa wajumbe wa mitaa walikuwa 600 na ngapi? 663 kama. Tulikuwa na wajumbe wa mitaa karibu 270 miaka 10 iliyopita. Mwaka jana tumepata wajumbe wa mitaa 0 hapa Mbeya mjini. Hapa aya, nataka tu niwathibitishie haiwezekani tena. Sawa? Kwenye vijiji, si kuna mitaa na vijiji? Miaka 10 iliyopita kwenye vijiji vyote vya mkoa wa Mbeya walikuwa hawajagawanya na Songwe. Siku hizi kuna Mbeya kuna Songwe. Wakati ule ilikuwa ni mkoa mmoja wa Mbeya. Ulikuwa na vijiji 704. Sisi Chadema tulishinda vijiji 99. Asilimia 15 ya vijiji vyote. Miaka 10 iliyopita. Mwaka jana mkoa mzima wa Mbeya sasa umegawanywa, umekuwa Mbeya na kuna Songwe. Nazungumzia Mbeya ya kwenu. Vijiji 533. Chadema imepata vijiji 13. Asilimia 2.5
6. Tulikuwa na 15% miaka 10 iliyopita. Leo tuna 2.6 kwa mkoa mzima wa Mbeya. Kwa nchi nzima miaka 10 iliyopita 2014 tulipata sisi wa Chadema vijiji 1754. Asilimia 15 ya wenyeviti wote wa vijiji nchi nzima miaka 10 iliyopita walikuwa wa Chadema. Mwaka jana kwa upande wa vijiji tumepata vijiji 97 nchi nzima, 0.8 kutoka 15%. Kwa upande wa mitaa nchi nzima miaka 10 iliyopita tulipata mitaa 980 Chadema, ikiwemo ya kwenu ya Mbeya mjini. Jumla ilikuwa 980. Mwaka jana tumepata mitaa 36 nchi nzima, 0.8. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mbeya, naomba niwaulize tena, kwa utaratibu huu wa uchaguzi inawezekana tena? Inawezekana tena? Na hapa sijazungumzia ubunge, sijazungumzia udiwani. Miaka 10 iliyopita halmashauri ya jiji la Mbeya ilikuwa ya Chadema. Tulikuwa na madiwani 26 kati ya 36 wa jiji hili. Meya alikuwa wa kwetu, wenye viti wote wa kamati walikuwa wa kwetu. Leo tuna 0. Tulikuwa na mbunge vipindi viwili, Sugu. 2015 mlimpa kura nyingi kuliko jimbo lingine lolote la uchaguzi. Leo 0. Sasa niwaulize tena, bado inawezekana? Haiwezekani. Ukweli wa Mungu ni kwamba haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa CCM. Ni mfumo wa CCM. Haya maneno kwamba huu ni mfumo wa CCM yalisemwa kwa mara ya kwanza na Tume ya Rais ya mfumo wa chama kimoja au mfumo wa vyama vingi vya siasa iliyoongozwa na marehemu Jaji Mkuu wakati huo Francis Nyalali. Iliundwa na Rais Mwinyi. Kwenye mapendekezo yao wakasema ni mwaka 91, miaka 34 iliyopita, wakasema kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 95, 1, tutengeneze katiba mpya ya vyama vingi. 2, tutengeneze mfumo huru wa uchaguzi.